hakuna Mkristo wa kawaida. Kila mtu aliletwa duniani, na baada ya kuokoka kuna purpose. La kwanza kabisa ni kwa ajili ya Mungu, la pili ni kwa ajili yako, la tatu ni kwa ajili ya wengine. Yako makusudi matatu ambayo unatakiwa kuyatimiza. Sasa la kwanza ambalo ni kusudi la Bwana, huwa unafanya nini? Ukiitwa mtumishi, una utumishi gani? Una nini unachofanya kwenye ufalme wa Mungu? Ndio maana tunaambiwa mtu usiozaa matunda hukatwa. Anapozungumza mtu usiozaa matunda hukatwa, hajazungumza kwa habari ya mti mkavu au mbichi, lakini amesema usiozaa matunda. Manake mtu usiozaa unaweza kuwa umechipua vizuri. Kuna Wakristo mmechipua, mkiangaliwa hivi nyinyi ni miti mizuri, ni miti ya kupendeza. Kwa nini? Hauna dhambi, hauna mabaya, umenyooka, unashiriki ibada vizuri, lakini wewe ni mti ambao hauzai matunda. Hakuna jambo lolote unalofanya kwenye kanisa, hakuna jambo lolote unalofanya kwenye ufalme wa Mungu. Wewe ni Mkristo wa kawaida. Kwa hiyo kama ni Mkristo wa kawaida, neno la Bwana lina conclude mti usiozaa matunda hukatwa. Hatujaambiwa huu mti ni wa aina gani. Yawezekana ni mbichi ndio, lakini hauzai matunda. Hakuna faida unaoleta kwenye ufalme wa Mungu. Ndio maana tuna Wakristo wanaugua maradhi, ndio maana tuna Wakristo wanarogeka, ndio maana tuna Wakristo wanapata shida. Kumbe iko sadaka ambayo unatakiwa kutoa kwa ajili ya mwili wako, kwa ajili ya afya yako. Inapatikana kwenye Warumi 12:1. Toa mwili wako uwe dhabihu iliyo hai mbele za Bwana. Sasa watu wengi ukiwaambia toa mwili wako uwe dhabihu iliyo hai mbele za Bwana, wanajua ni kufunga na kuomba. Kutoa mwili wako manake tumika nyumbani mwa Bwana. Haleluya.